Unaweza ukamkataa kijana mwenye maono kwa sababu ya hali anayoipitia leo ya kiuchumi sio nzuri. Hana uwezo wa kukununulia smartphone, hana uwezo wa kukutoa out Dubai, lakini ana maono na ni mchapakazi. Lakini kwa hali alionayo leo unamuona huyu atanipeleka wapi? Na unamkataa kijana mwenye maono kwa sababu ya mwanaume mwenye TV. Kuna siku utakuja kumuona huyo kijana mwenye maono uliyemkataa kwenye TV ya mme wako. Nasema kuna siku utakuja kumuona huyo kijana mwenye maono uliyemkataa kwenye TV ya mme wako. Sasa sijui utaendelea kuangalia au utamwambia mme wako abadilishe channel. As long as kijana ana maono, as long as kijana ni mchapakazi, huyo kijana usimwache. Mwache kijana ambaye ni mvivu, hana maono, huyo nakwambia mkimbie kama ukoma. Lakini as long as ana maono na ni mchapakazi, hata kama hawezi kukupeleka Dubai leo, huyo kijana sio wa kumkataa. Kesho atakupeleka Dubai mpaka utachoka. Kwa nini? Maono yana kawaida ya kutengeneza nafasi. Maono yana kawaida ya kumwinua mtu. Maono yana kawaida ya kumtoa mtu jalalani na kumketisha pamoja na wakuu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth.